Yes, ni siku nyingine tena ya mwendelezo wa mastori mbalimbali ya usajili ndani ya jukwaa letu hili la Mzinga Sports, na wakati huu bwana, tunakwenda kuangalia Young Africans wananchi. Kuna taarifa ambazo of course kuna taarifa nyingi zinatokea Afrika Kusini, na sasa hivi naamini tutapata taarifa nyingi sana kutoka Afrika Kusini. Kuna tendency ya makocha wengi ambao wanatokea Afrika Kusini wanaamini sana katika wachezaji wa nyumbani kwao, wanaamini katika wachezaji wa Afrika Kusini. Kwa hiyo wamekuwa approach ili waweze kuungana nao katika maeneo mengine mbalimbali. Hizo tendencies zipo, na kama tutakumbuka pia tulimwona hata Rulani Mokoena alivyokwenda kwenye kikosi cha Wydad Casablanca, ndio muda ambao alimvuta Thembi Nkosi Rochi, yes, ambaye alikuwa naye Mamelodi akamvuta ndani ya kikosi cha Wydad Casablanca. Kwa hiyo ni utaratibu wa kawaida tu kwa hawa makocha kutoka Afrika Kusini, lakini tuliona pia hata kwa upande wa Fadlu Davids ndani ya Simba alivuta wachezaji wengi katika dirisha kubwa ambalo aliingia, alikuwa na wachezaji wengine mbalimbali, lakini katika dirisha dogo akaongeza wachezaji kutoka Afrika Kusini, hususan katika msimu uliofuata ambao alikuja kuondoka, aliingiza pia maingizo mapya ya wachezaji kutoka Afrika Kusini. Kwa hiyo huo ni mwendelezo, ni kawaida yao. Sasa hapa Steve Barker ndani ya Simba tunamuona pia akiwa na the same scenario ya kuleta wachezaji kutoka Afrika Kusini, lakini kwa wakati huu tunakwenda kumzungumzia kocha mpya wa Young Africans, Manesi Mangoba. Tuachane na hiyo. Huyu kocha anaboresha kikosi sasa hivi, kwa sababu ipo katika dirisha kubwa la usajili. Unajua huyu kocha ni mkubwa, kwa hiyo Young Africans wamempa silaha zote, yani wamempa nafasi ya yeye kusajili. Ana mention baadhi ya wachezaji ambao anahisi kwamba huyu tunaweza tukampata na akaja kuleta positive result. Kama ambavyo nimewahi kusema kwamba huyu kocha Young Africans wana uhitaji mkubwa sana na viungo wa ushambuliaji, hususan wingers. Tumesha address hapa baadhi ya mawingers ambao wanahitajika na Young Africans. Tumemwangalia wachezaji wengi, tumwangalia Maccabi Lepo, tumeangalia na wengine mbalimbali, lakini maeneo mengine mbalimbali wanajadiliwa mawingers ambao wanahitajika na Young Africans. Sasa hapa tunakwenda kumwangalia bonge moja la winga. Tulimwangalia Emmanuel Flomo kutoka Al Hilali. Huyu winga ni Lengelihle Pili. Yeye bwana ni winga ambaye anacheza kwenye kikosi cha Stellenbosch ya huko Afrika Kusini. Huyu Young Africans wanamhitaji, ni kweli kabisa, kupitia kocha wao Mangoba Neti anamhitaji ndani ya kikosi cha Young Africans. Huyu ni nani? Kabla kuangalia possible hii deal kama inawezekana au isiwezekane. Lengelihle Pili ni nyota wa Stellenbosch, raia wa Afrika Kusini, ambaye stori yake ya mpira wa miguu ni mdogo sana. Kwanza na umri wa miaka 21. Stori yake, alitokea kwenye kikosi cha Amazulu cha vijana, na akatoka Amazulu akaenda Cape Town kujiunga na Stellenbosch ya vijana, reserve team ya Stellenbosch, na aliyemchukua alikuwa ni huyu Steve Barker, kocha wa Simba, ndio alienda kufanya naye kazi ndani ya Stellenbosch, na baadaye akawa promoted kucheza kwenye senior team ya Stellenbosch. Maisha yakaendelea. Msimu uliopita wa 2025-26 wa mashindano yote ambao ameshiriki, mechi takriban 39 hivi, amefunga mabao 9 akitokea pembeni. Ni winga ambaye from wide, ndio hivyo. Sasa ni mchezaji ambaye ana uwezo, accuracy yake ni kubwa, IQ yake ni kubwa, techniques ni kubwa. Ni mchezaji ambaye ana ubunifu. Ni wale wingers ambao wanaweza pia kucheza kama midfield, yani kucheza central midfield, kusogea ndani, kuongeza nguvu katika safu ya kiungo cha ushambuliaji akitokea katika eneo la katikati ya uwanja. So Young Africans wanahitaji kaliba hiyo ya kiungo. Kocha
amempoint huyu, kasema nahitaji huyu. Ugumu wa hii deal uko wapi? Ugumu wa hii deal anausababisha Kaizer Chiefs. Kaizer Chiefs na wenyewe pia wanamhitaji, na kimsingi Kaizer Chiefs ndo wanaonekana kuwa yupo katika mazingira mazuri zaidi kuliko Young Africans. Young Africans wanahusishwa naye na wanamhitaji serious, lakini Kaizer Chiefs ndio ambao walianza hii deal muda mrefu, na negotiation inaendelea, bado haijakamilika lakini inaendelea. Mpango wa Kaizer Chiefs ilikuwa ni kuwalipa fedha, yani kuwapa fedha Stellenbosch ili kumchukua mchezaji, kwa sababu bado mchezaji ana mkataba, na baada ya kuona fedha waliopeleka haitoshi, yani imekuwa rejected na Stellenbosch, walichoamua kufanya Kaizer Chiefs sio kuongeza fedha, ni kuweka na kifurushi. Kuna wachezaji Given Msimango, lakini pia Ashley Dupreez naye ni sehemu ya hii deal, yani atoke Kaizer Chiefs waende huko. Sasa just imagine, kwa wale ambao wanamjua Ashley Dupreez, bonge moja la mshambuliaji Ashley Dupreez, unaambiwa Dupreez ni sehemu ya kukamilisha hii deal, yani aende Stellenbosch. Na ikumbuke Ashley Dupreez alikuwa mchezaji wa Stellenbosch, akatoka akaenda Kaizer Chiefs. Kwa hiyo anataka kumrudisha tena Stellenbosch ili tu wao wampate wa mchezaji pamoja na Given pamoja na yeye waunganishwe, manake wote waende ndani ya Stellenbosch ili tu waweze kumpata huyo mchezaji. Sasa just imagine situation kama hiyo, huyu mchezaji Lengeli Pili ni mchezaji wa namna gani? Kuna vitu tu vina yani hiyo. Sasa mazingira ya Tanzania, tuseme Young Africans wanamhitaji let's say mchezaji X ambaye yuko katika timu nyingine, lakini baada ya kupeleka ofa, inaonekana hii ofa ni ngumu kukubaliwa. Young Africans waje waseme tunawapa Alan Okello na Dube, tunawapa Alan Okello na Dube ili kuweza kumnasa huyo mchezaji. Ndio najiuliza huyo mchezaji daraja lake liko vipi? Ndio picha ambayo natakiwa kuipiga pia kuhusu huyo Pili, bonge moja la mchezaji wa daraja la juu ambaye kimsingi ana kitu kikubwa, ana nishati, umri wake ni mdogo, ana nafasi kubwa ya kuonesha makali zaidi. So kwa Young Africans kama watampata huyu Pili, itakuwa amepata bonge moja la kiungo wa ushambuliaji ambaye kwa age yake, nishati yake na mazingira ya Young Africans yalivyo na uhitaji wa Young Africans kwenye nafasi yake, unaona kabisa kwamba ni mchezaji ambaye anakwenda kuclick kwenye kikosi, ni mchezaji ambaye Young Africans wanamhitaji. Wanahusishwa na nyota wengi. Binafsi miongoni mwa nyota ambao walikuwa wanaona deal yao ngumu ni Emmanuel Flomo, na nilishawahi kuzungumzia wakati tunazungumzia hiyo deal, nilikuwa nasema hii deal naona ni ngumu ya Emmanuel Flomo, lakini deal hii ya Pili inawezekana ikakamilika kwa sababu ya ushawishi pia wa kocha, lakini pia deal nyingine ya Makabili Lepo na yenyewe pia inawezekana ikakamilika kutokana na ushawishi wa kocha, lakini Emmanuel Flomo sio rahisi kukamilika kwa upande wa Young Africans. Si maanisha haiwezi kukamilika, ila anasema ni ngumu kukamilika. Yani inaweza kukamilika, lakini effort kubwa, jitihada kubwa zifanyike kuhakikisha wanainasa saini ya huyo mchezaji. So iko ndio kikubwa ambacho kitaka kushare na nyinyi hapa, nataka nikilete hapa, lakini kwa wewe unavyofahamu, kwa mtazamo wako, kwa hiki ambacho tumekizungumzia, maybe unamfahamu vizuri huyu mchezaji, unaona ni mchezaji ambaye Young Africans watakiwa kuendelea kufight ili kumpata, au unaona hatoshi, basi tuandikie hapo katika comment section hapo na nitaisoma, bila kusahau kutoa mawazo yako juu ya hizi tetesi ambazo tunaendelea kuzipiga hapa, bila kusahau kusubscribe. Hii ni Mzinga Sports.